kukamilika kwa jengo hili kutoe pia fursa mbalimbali kwa sekta zote zikiwemo zile za binafsi ili kuwajengea uwezo wa kiutendaji katika sekta zao. Mkiwa nyinyi wazuri, sekta binafsi wataleta wanafunzi wao kwenye chuo chenu. Katika hii historia muhimu sana ambayo leo sote tunashiriki kuikamilisha kwa hatua hii ya awali. Kwa niaba ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nawapongeza na kuhakikishia ushirikiano endelevu katika jitihada za kujenga uongozi bora na utumishi wa umma wenye tija. Mheshimiwa Waziri, rest assured kile ulichokiomba mashirikiano kutoka kwangu na wizara yangu nzima anytime 24 hours pamoja na mwenyekiti wako unayo, hilo jihakikishie. Scholarship 5 mtupatie, kaeni ndani ya 3 to 4 days mtupatie washapata zile nafasi ili ziende moja kwa moja katika kuthibitishwa na kupitishwa. Lakini pia tutashirikiana na wangu na nyinyi, bahati nzuri mkataba mnayo, kwa hiyo tutaendelea. Ni matumaini yangu kwamba jengo hili sasa litakuwa ni kiungo kikuu kabisa cha mashirikiano baina yetu sisi, lakini pia baina ya watendaji wa wizara yako Mheshimiwa Waziri na uongozi, pamoja na mashirikiano na taasisi nyingine kupitia kwetu Wizara ya Mambo ya Nje na taasisi nyingine katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa mlioko meza kuu pamoja na ndugu zangu wote mliohudhuria, amani na utulivu si jambo la bahati, bali ni matokeo ya uongozi wenye dira na sera sahihi kutoka kwa viongozi wetu. Vitu hivi vimekuwa chachu na msingi unaotuwezesha leo kufikia miradi mikubwa, na mradi kama huu na mimi kubahatika kualikwa kwa mara ya 3 na inshallah kwa dua yako mara ya 4 itafika. Sambamba na utekelezaji wa dira ya maendeleo ya Zanzibar 2050 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeshazinduliwa nayo pia 2050, mpango wa maendeleo wa miaka 5 na ilani ya Chama cha Mapinduzi ambao wanaongoza nchi hii ndio waliozungumzia kwa upande wa Zanzibar, lakini pia kwa upande wa Tanzania. Leo tunashuhudia uwekaji huu wa jiwe la msingi wa jengo jipya la ghorofa 4 la chuo cha utawala wa umma. Mheshimiwa, chuo hiki cha utumishi kina jukumu kubwa sana la kutoa taaluma kwa watumishi wa umma. Alhamdulillah, sasa hivi kuna mabadiliko makubwa na tutaendelea kufanya mabadiliko haya kuona kwamba ina tija kubwa kwa watumishi wetu. Nitoe wito na naamini kabisa na wewe Mheshimiwa mgeni wetu utasisitiza hilo, watumishi wa umma wote kwenye serikali wanahitaji kupata mafunzo. Wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, mawaziri, makatibu wakuu hivi karibuni walianza program za mawaziri, manaibu mawaziri, makatibu wakuu na manaibu makatibu wakuu, na inshallah hivi karibuni tutaanza course kwa ajili ya wakurugenzi, wakuu wa mikoa na wilaya vile vile. Kwa hivyo wajiandae, na naomba Mheshimiwa mkuu wa mkoa wote mikoa 5 ya Zanzibar na watumishi katika ofisi zetu wasimamie masjala, kuweka kumbukumbu na kutunza kumbukumbu mbalimbali. Naomba na wao tuwalete hapa wapate mafunzo, tena hapa na gharama kubwa. Kipata angalau maji tu na soda inatosha, au sio mkurugenzi? Kwa sababu kitaka kwenda baada kule pesa nyingi, gharama kubwa. Bakieni hapa chuo chenu hiki kitakutumikia inshallah. Mheshimiwa, nyingine chuo hiki sasa hivi kimeungana na taasisi mbalimbali katika kuendeleza elimu walimu wake. Niombe Mungu atakujalia inshallah, na bahati nzuri wewe ni waziri wetu wa mambo ya nje na ushirikiano, unapata fursa ya kuzungumza na wakubwa wengi huko nje. Basi usiache ukiombea chuo hiki scholarship na mambo mengine usianayo, ili walimu wetu hawa tuwapatie mafunzo, na si lazima walimu wa chuo hiki, yani Wazanzibari wote wapate nafasi mbalimbali za kusoma kwa PhD, masters na degree nyinginezo ili waweze kupata elimu zaidi. Mkataba wa ujenzi wa jengo hili ambalo umeweka jiwe la msingi hivi punde ulisainiwa tarehe 12 Februari mwaka 2025 kati ya Chuo cha Utawala wa Umma na mkandarasi Al Hilal General Trading Limited ambao ni wa miezi 18. Hadi tunazungumza tayari miezi 11 imekwenda. Jengo hili ni la kisasa lenye miundombinu yote muhimu ikiwemo ya tehama, lakini pamoja na vyumba vya kufundishia watumishi ambao tunaita executive rooms,
maabara za kompyuta, maktaba, mgahawa pamoja na baadhi ya ofisi za watumishi wa chuo. Hadi kukamilika kwake, jengo hili linatarajiwa kugharimu jumla ya shilingi za Kitanzania bilioni 4.85, bei hiyo ikiwa ni pamoja na ongezeko la thamani VAT. Hadi leo, Mheshimiwa, tayari chuo kimemlipa mkandarasi jumla ya shilingi za Kitanzania bilioni 3 kati ya bilioni 4.85, ikiwa na sawa na 62% ya fedha zote za ujenzi pamoja na ongezeko la thamani. Na mpaka kufikia tarehe ya leo, ujenzi huu umefikia 50%. Mheshimiwa mgeni rasmi, eneo la chuo kwa Unguja, eneo lote hili kwa Unguja lina ukubwa wa mita za mraba 30,000, ambapo kwa mujibu wa mchoro wake eneo hili litakuwa na majengo 7. Majengo mawili yaani jengo la utawala pamoja na msikiti tayari yapo yanatumika, lakini na hili ambalo umeweka jiwe la msingi hii leo ni la 3, lakini bado tuna deni ya majengo mengine 4. Mawili kati ya haya ni dakhalia kwa ajili ya watumishi na wanafunzi wetu, lakini mawili ni kwa ajili ya kuimarisha miundombinu ya kitaaluma. Ukiwa waziri wetu wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa na ushirikiano wa Afrika Mashariki, naomba kuchukua fursa hii adhimu kukuomba kwa heshima na unyenyekevu utusaidie kukitizama chuo chetu kwa jicho la kipekee katika jitihada zako za kutafuta na kuratibu ufadhili kutoka kwa wahisani na washirika wa